عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حلتي وهواني على الناس. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. وأعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه الأمر الدنيا والآخرة من أن تنزل علي سخطك أو تحل علي غضبك. لك الحمد حتى ترضى. لا حول ولا قوة إلا بك. إلهي قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. إلهي أنا واقف ببابك لألوذ بجنابك، فلا تطردني من رحابك. أقبلت توبتي فأهنئ نفسي، أم رددتها علي فأعزي نفسي. إلهي إن الحمام ينوح من ألم النوى، وأنا أنوح مخافة الديان. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت مولاي لباني. أنساك يا رب فتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟ إن لم أكن أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك يا رب، فإنني أطمع في رحمتك يا من يحار الفهم في قدرتك وتطلب النفس هما طاعتك. تخفي عن الناس سنى طلعتك وكل ما في الكون من صنعتك. إلهي أنت الذي خلقنا، أنت الذي خلقتنا ولم تتركنا عبثا، بل أرسلت إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة، ومن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه فقد أبى. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أشهد بأنه لا إله إلا هو، لا شريك له، لا وزير له، لا مثيل له، لا شبيه له، لا معين له، لا ند له. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. وهو الذي وصف نوحا بأنه كان عبدا شكورا، ووصف أيوب بأنه كان أوابا صبورا، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وكانت له ضياء ونورا، وألقى قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا، وأرسل رسوله شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف به الغمة، وتركنا في محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الشرف العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من أهل النار. آمين آمين آمين. Watukufu Waislamu, katika wiki iliyopita mmoja
katika wenzetu wa darasani hapa akinifuata na kuniambia ni mambo gani yanayopelekea familia nyingi kuwa na mizozo baina ya mke na mume, kuwe hakuna masikilizano, maelewano baina yao. Nikamwambia biidhnillah satakunu maddatuna alyawma, ilo litakuwa ni mada yetu kwa siku ya leo biidhnillah taala. Aliloniuliza suala lake litakuwa ndio mada ya leo. Nadhani mwenyewe yupo, atapata kujua baadhi ya zile points muhimu sana ambazo zinapelekea familia kuwepo katika saabat kabira, mizozo mikubwa ya kutokuelewana na kutokufahamiana. Watukufu wa Islam, kuntu ana aduru fi kutubin mukhtalifat min umami ma qad salaf minna. Nilikuwa nikizunguka katika vitabu mbalimbali vya maimamu waliopita kabla yetu, wa ahadithu wa siyar rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal athar, na katika hadithi na katika sira na katika athar za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu asbaban kathira, nikapatana na sababu nyingi sana. Sababu hizo takhtalifu ziwaja, zenye kupelekea utafauti baina ya ndoa au baina ya wanandoa, na nikazichukua baadhi yao na nikaondoka nazo kwa ajili ya kuzileta hapa, na muomba Mwenyezi Mungu anipe taufiki kuziwafikisha mada hizo au points hizo muhimu, na huenda zikaenda zikabadilisha maisha yetu baada ya kuwa katika kasoro tulikuwapo na kuelekea katika usawia. Walakin qabla an adkhula fi maddati mubasharatan, isma' li hadhihi alqissa. Kabla ya kuingia kwenye mada, hebu kisikilize kisa hichi. Qissatun tahtazzu qulubu as-sami'un, ni kisa ambacho kinashtusha nyoyo za wenye kusikiza, kisa ambacho taksibu qulub al-akharin, kinachuma hata nyoyo za watu wengine. Ni kisa muhimu Muislamu, nataka ukisikilize, ambacho kilitokea kwa mmoja katika wema waliopita. Kana rajulun sahibul Qur'an, bwana mmoja alikuwa ni sahiba wa Qur'ani, hakuiacha Qur'ani wala Qur'ani haikumwacha yeye. Asha ma'ahu bi 50 aman, kwa muda wa miaka 50 yaishu tahta liwa'i al-Qur'an, anaishi chini ya bendera ya Qur'an. Walillahi rajulani, rajulun mukhtassun ilayhi wa sahibu al-Qur'an, na Mwenyezi Mungu ana watu wawili tu, yule aliyemhusisha kwake na mtu wa Qur'an. Wa khairukum man ta'allama al-Qur'an, na mbora kwenu ni yule mwenye kujisomea, mwenye kujifundisha, mwenye kuisoma Qur'an. Qad asha tahta dhilali al-Qur'an 50 ama, bwana huyu tunamzungumza ameishi chini ya vivuli vya Qur'ani miaka 50. Falamma kana dhata yawmin, siku moja bwana huyu kana fi almasjid yaqra'u alquran, amekaa zake msikitini anasoma Qur'ani, suratu Yasin. Wakati anasoma suratu Yasin, hatta wasala ala hadhihi alaya, amesoma mpaka kafika katika aya hii:
inni idhan la fi dhalalin mubin, hakika yangu mimi hata hivyo nilikuwa katika wapotevu. Fajaa malaka almaut faqabada ruhahu famata. Anamaliza kusoma aya hii, malaka almaut kachukua roho yake. Faajabu aljalisuna hawlahu, waliomzunguka waliajabika kweli kweli. Kana hadha sahibu alquran aasha ma'ahu 50 ama, limadha khutima bihadhihi alaya? Vipi bwana huyu afi na aya hii, inni idhan la fi dhalalin mubin, hakika yangu hata hivyo nilikuwa katika wapotevu walio wabayana. Limadha khutima bihadhihi alaya? Faakhadhuhu, wakamchukua, faghasaluhu, wakamkosha, wakafanuhu, wakamvisha sanda, wasallu alayhi, wakamsalia, wadafanuhu, wakamzika. فلما رجعوا إلى بيوتهم رأى واحدا منهم هذا الشخص في المنام. Waliomzika kuna mmoja katika wale alimuota huyu bwana aliyekufa katika usingizi wake. Falamma raahu fil manam, alipomwona katika usingizi wake, faqala lahu, akamuuliza, ya hadha limadha khutimta bihadhihi alaya, kwa nini aya hii inni idhan la fi dhalalin mubin iwe ndio aya ya mwisho unayoondoka nayo katika ulimwengu wako, ila hali tunatambua kwamba wewe ulikuwa ni sahibul Qur'an? Rajulun alladhi la yatruku alqur'ana walqur'an lam yatrukuhu, ni mtu ambaye hakuiacha Qur'ani na Qur'ani haikumwacha. Limadha khutimta bihadhihi alaya, nieleze leo kwa nini aya hii ndio iwe aya ya mwisho kuchukua uhai wako? Faqala sahibul Qur'an, yule sahibul Qur'ani akasema kumwambia huyu bwana, wama dhannuka anni qad khutimtu bihadhihi alaya, na dhana yako ni ipi kwamba mimi aya hii ndio iliyomaliza uhai wangu duniani, kwamba ndio aya ya mwisho kufunga katika aya za Qur'ani? Wama dhannuka, dhana yako ni nini? Lamma wada'tumuni fi qabri, muliponizika mimi katika kaburi langu, jaani malakani, wakanijia mimi malaika wawili, Munkar wa Nakir, fasaala alayya, wakaniuliza juu yangu mimi, man rabbuka, mola wako ni nani? Faqultu lahuma, nikawaambia, inni amantu birabbikum fasma'u, mimi nimemwamini mola wenu, nisikilizeni. Kwa kusema kwangu hivi, qila dukhulil janna, pakasemwa aingie peponi huyo. Qala ya laita qaumi ya'lamun, akasema ya reti watu wangu angelikuwa wanatambua huko duniani, bima ghafara li rabbi, kwa vile Mungu alivyonisamehe mimi, waja'alani minal mukramin, na akanifanya mimi kuwa katika waliopewa ikramu kubwa. Ya laita qaumi ya'lamun laqad khutimtu bihadhihi alaya, sio iliyoniondoa duniani, inni idhan la fi dhalalin mubin. Qala inni amantu birabbikum fasma'un, qila dukhulil janna, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Hadhihi alaya qad khutimtu biha fi alqabri, aya hizi nimezimaliza nikiwa ndani ya kaburi langu. Ya salam, alqur'ani nurun, alqur'ani dhillun yadhillu man arada dhilal alqur'an. Qur'ani ni nuru, Qur'ani ni kivuli, huwa anahifadhika mwenye kutaka kivuli hicho. Wayati yawma alqiyama shafi'an li ashabihi, Qur'ani itakuja siku ya kiyama ikiwa ni shafi'an,
ni uokozi, uombezi kwa yule mwenye kuisoma Qur'ani. Na Mtume anasema iqra'ul Qur'ana, isomeni Qur'ani. Man qara'a al-Qur'ana, mwenye kuisoma Qur'ani wa huwa mahirun alayhi, halafu hodari wa Qur'ani ile, sayakunu ma'a safara kiramin barara, atakuwa na malaika wanaoitwa safara kiramin barara. Wa man qara'a al-Qur'ana thumma yatata'ta lahu kana lahu ajrayn, ujratu al-ula litilawati wa ujratu athani li'annahu yatata'ta lahu. Mtume anasema mwenye kuisoma Qur'ani huku anadodosa ile Qur'ani anavyoisoma, hakika huyu mtu atalipwa mara mbili. Ujra namba moja kwa kusoma kwake Qur'ani na kuwa tayari nayo, na ujra namba mbili kwa kuwa anaidodosa Qur'ani. Mtume anasema mathalul mu'minu alladhi yaqra'u al-Qur'an, mfano wa mu'min ambaye anaisoma Qur'ani, kamathalu utrija, kama tunda zuri. Tunda hili rihuha tayyiba, harufu yake ni nzuri, wa ta'amuha ladha, na ladha yake ni tamu. Wa mathalu almu'minu alladhi la yaqra'u alquran, na muumini ambaye haisomi Qur'ani, kamathali at-tamr, ni mfano wa tende, ta'amuha ladha laysa laha riha, tende ladha yake ni tamu lakini haina harufu. Wa mathalu alfajiru alladhi yaqra'u alquran kamathalu rihana, na mtu kafiri au mtu fajir muovu mtenda maasi anaisoma Qur'ani, mfano wake mfano wa mti unaoitwa mrehani, rihuha tayyiba, harufu yake ni nzuri, wa ta'amuha murra, lakini ladha yake ni chungu. Wa mathalu alfajiru alladhi la yaqra'u alquran, na mtu mkosefu, mtu asi anayeisoma Qur'ani, kama asiyeisoma Qur'ani, kamathali habdala, kama tunda linaloitwa habdala, laysa laha rihun wa laysa laha ta'am, halina harufu wala halina ladha. Hivi ndivyo anavyoonekana mtu yule ambaye atakuwa anaisoma Qur'ani katika dunia yake. Kwa Qur'ani ni kitu muhimu ambacho leo ulimwengu huu tunavyokwenda nao, Qur'ani inasahaulika kuliko tunavyozikumbuka simu zetu. Qur'ani imekuwa ni kitu chengine zaidi kuliko ni hata hivi teknolojia tulizonazo, ma television, mastarehe yetu, vyote vimeonekana ni aulawiyat. Na Allah amekwambia wa yakhluqu ma la ta'lamun, simnaipuza. Basi sisi kutokamana na Qur'ani tunakuambieni ya kwamba Allah anaumba vingine pia hamvijui, navyo mtababaika navyo. Qur'ani ni kila kitu. Qur'ani ilimwokoa Imamu Malik ibn Dinar kutokamana na kuuliwa. Anakuja mtu anamkabasa katika shingo yake, kimwekea kisu, anamwambia qabla an aqtulak madha ta'mal, kabla sijakuua niambie unafanya kazi gani. Faqala, yule bwana akasema, inni aqumu bitahfidhi auladi kitab Allah, mimi nawasomesha tu watoto wangu kitabu cha Mwenyezi Mungu. Yule bwana kabla ya kumua akamwambia, iqra au isma'ni bihadha alkitab alladhi asma'u anhu wa lam aqra minhu shay'an, kama wewe kweli msomaji wa Qur'ani, naomba unisomee hichi kitabu ambacho nakisikia lakini sikuwahi kukisoma. Wa 'inda idhin tatajalla lada abqariyati al-imam al-asma'i fi al-qira'ah, imam akamsomea aya za Qur'ani, wa fi as-samai rizqukum wa ma tu'adun, na uko mbinguni ndiko zinakotoka riziki zenu na mlioahidiwa. Alipoisikia aya hii qati'u tariq, mara anajikuta rami ya saifihi wa alati, anatupa panga lake kule, anatupa ala yake kule, akimtizama Imamu al-Asma'i, anamwambia asmi'ni bi marratan ukhra, hebu soma tena hiyo aya. Anamwambia wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun, mbinguni ndiko zinapotoka riziki zenu na mlioahidiwa. Yule qati'u tariq akasema, subhanaka ya rabb, dhamantu li rizqi fi samai wa ana a'saytuka, ya Rabbi, umenidhaminia riziki yangu mbinguni nami leo na kuasi. Wallahi la aqta'u tariqa ba'da hadha al-yawm, kutoka leo sikabi tena watu njia. Walaqad tubtu baina yadayka ayuha al-imam al-Asma'i, na leo natubu mbele yako Imam al-Asma'i. Kaukoka Imam al-Asma'i kwa sababu ya Qur'an.
amesimama Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, mara anamuona kijana anapita. Kijana huyo wa huwa ibn 15 sana, ni kijana mwenye umri wa miaka 15 labda. Akaitwa, taali ya ghulam Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, ila aina turid, niambie kijana unakwenda wapi? Kijana akamwambia, ila maktabati hifdhi al-Qur'an, nakwenda katika maktaba ilipohifadhiwa Qur'an. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi akamuuliza, ahafidhta al-Qur'an, umehifadhi Qur'an? Faqala la taqul hafidhta al-Qur'an fa inna alladhi hafidhahu huwa Allah wa inna lahu lahafidhun. Usiniambie nimehifadhi Qur'ani, aliyehifadhi Qur'ani ni Allah aliyesema wa inna lahu lahafidhun, na hakika yetu sisi hiyo Qur'ani ni wenye kuihifadhi. Hajjaj akamuuliza tena, ajma'ta al-Qur'an, niambie sasa umeikusanya Qur'an? Faqala la taqul jama'ta al-Qur'an fa inna alladhi jama'ahu huwa khalifatu Rasulullah Abu Bakr as-Siddiq. Usiniambie nimeikusanya Qur'ani, aliyekusanya Qur'ani ni khalifa wa mtume Abu Bakr as-Siddiq. Faqala lahu awaita al-Qur'an atastadharta al-Qur'an ay taj'al al-Qur'an baina dhahri, anamwambia je, umeibeba Qur'ani mgongoni mwako? Kijana akasema, ma'adha Allah an aj'ala al-Qur'an baina dhahri, najikinga kwa Mwenyezi Mungu kuibeba Qur'ani nyuma ya mgongo wangu, kwa sababu wako baadhi ya watu watakaopewa vitabu vyao waraa dhahri, nyuma ya migongo yao. Hawa watu wakosefu, na yeye anamwambia ma'adha Allah an aj'ala al-Qur'ana baina dhahri, najikinga kwa Mungu kuifanya Qur'ani iwe nyuma ya mgongo wangu. Faqala lahu Hajjaj, madha aqulu laka ya ghulam, nikwambie nini wewe ghulam, kila ninavyokuuliza sivyo? Anamwambia, hal la taqulu awaita al-Qur'an, huniambii kwamba naipitia Qur'an? Faqala Hajjaj lahu awaita al-Qur'an, Hajjaj akamuuliza unaipitia Qur'an? Faqala al-ghulam na'am, kijana akasema na'am. Hajjaj akamwambia, iqra alayya, nisomee basi na mimi nisikie kama kweli unaipitia Qur'an. Kijana akamsomea, atabinuna bikulli ri'in ayatan tab'athun wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun fa idha batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un. Atabnuna bikulli ri'in ayatan tab'athun, munajenga majengo alama kama kwamba vile hamfufuliwi tena. Watattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun, mnajenga majengo yenu kana kwamba mtaishi milele. Idha batashtum jabbarin, na pitaye yeyote mnamchukua kwa ujabari wenu. Fattaqullaha wa ati'un, muogopeni Mungu na mumtii. Hajjaj akakasirika, atuhaddiduni ya ghulam, unanisomea aya ngumu wewe kijana, unanitukana mimi kwa aya za Qur'an? Iqra alayya ayatan tabshir, nisomee aya zenye kuleta bishara, usinisomee aya namna hiyo. Kijana akamsomea, idha jaa nasrullahi wal fath. Sikiliza aya inayokuja mbele yake, wa ra'aita an-nasa yakhrujuna min dinillahi afwaja, kwamba utapokuja nusra ya Mwenyezi Mungu na ufunuo, na ukaona watu wanatoka katika dini ya Mwenyezi Mungu makundi kwa makundi. Hajjaj akamwambia, qif ya ghulam, subiri kijana, madha qala rabbuna, Mola wetu kasema vipi? Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja am wa ra'aita an-nasa yakhrujuna min dinillahi afwaja? Naam, kijana akamwambia naam. كان الناس يدخلون في دين الله، كان الناس في عصر رسول الله يدخلون في دين الله أفواجا، وأصبحوا الآن في ملكك الظلماء يخرجون الناس من دين الله أفواجا. wakati wa mtume watu walikuwa wakiingia katika Uislamu makundi kwa makundi, lakini wakati wa utawala wako wenye kiza, utawala dhalim, wewe umekuwa unatoa watu katika Uislamu makundi kwa makundi.
Hajjaj ibn Yusuf akasema naombeni kijana atolewe Qur'an, kijana mwenye kuhifadhi Qur'an mwenye umri wa miaka 15. Ona umuhimu wake, leo imekuwa natija na wazazi wake kesho kiyama yu'ta ala ruusihima tajan dawuhu ka dawi shamsi fi dunya, watavishwa wazazi wenye kumsomesha kijana Qur'ani taji hilo litakuwa linang'ara mfano wa jua linavong'ara duniani. Limadha ya rab, mlikuwa mkimsomesha mtoto wenu Qur'ani. Kwa kitendo hicho leo haya ndio malipo yenu. Mtume akasema adibu auladakum ala 3 khisali, wafunzeni watoto wenu mambo makuu matatu: hubbi nabiyikum, wampende mtume, wa hubbi ahli baiti, wapende watu wa nyumbani kwa mtume, wa qira'atul Qur'an, na waisome Qur'ani. Fa innal ladhi hamala alqur'ana fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu, yule aibebaye Qur'ani kesho kiyama atakuwa katika kivuli cha Mwenyezi Mungu. Siku hiyo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'u Allah bihadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, kwa kitabu hichi Mwenyezi Mungu kuna watu wanawainua, na kwa kitabu hichi Mwenyezi Mungu kuna watu wanawaporomosha. alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfuru bihi fa ulaika humul khasirun. Wale ambao wanaletewa kitabu chetu, kitabu cha Qur'an, wakawa nakisoma, ukweli kukisoma, hawa ndio wana imani na kitabu hicho. Wale ambao wanaletewa wakakikanusha, wakakikufuru, wakakirudisha nyuma kitabu hicho, basi hawa ndio watakuwa wamekula khasara wal iyadhu minhum. Na namuomba Mungu atukinge miongoni mwa watu wa namna kama hii. Mtu aliozeshwa kwa sababu ya Qur'an. Amekuja binti mmoja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, inni ahabu laka nafsi, wallahi Mtume mimi nakupenda Rasulullah. Mtume sallallahu alayhi wasallam fasa'ada an-nadhara ilayha, akawa anamtizama kutoka juu mpaka chini. Alafu Mtume akawaelekea katika miongoni mwa masahaba zake, mmoja akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, in kunta laka la tahtajina fazawwijniha, ikiwa wewe humhitaji huyu basi ninakuomba mimi niozeshe. In kunta la tahtaju laha fazawwijniha, ikiwa kama huna haja naye wewe Rasulullah, niozeshe mimi namtaka. Mtume akamuuliza, ma indak, niambie una kitu gani? Yule bwana akasema, ma indi shay, sina chochote mimi Rasulullah. Mtume akamwambia, idhhab ila baitik wanzur ma fihi, nenda nyumbani kwako katizame nini kipo kule. Kaenda kule nyumbani kwake, karudi akamwambia, ya Rasulullah, ma fil bait shay, nyumbani kwangu hakuna chochote kile. Mtume akamwambia, walau khataman min hadidin, hata pete ya chuma hamna. Akamwambia, walau khataman min hadidin, hata hiyo pete ya chuma hakuna. Mtume hakumwangalia, akamtizama mtu mwingine ambaye anapita kwa mbali. Mtume akawaambia watu wake, da'uhu li, ni ud'uhu li, nitieni yule kijana, nitieni kijana yule. Mtume akamuuliza, ma indaka ya ghulam, niambie una nini wewe kijana? Faqala, ya Rasulullah, ma indi shay illa ana ahfadhu shay'an min alquran, mimi sina lolote isipokuwa na hifadhi tu sehemu katika Qur'an. Mtume akamwambia, iqra alayya, hebu nisomee hizo sehemu unazozihifadhi katika Qur'an. Akamsomea zile sehemu alizokuwa anazihifadhi katika Qur'an. Mtume akamwambia, laqad zawajtuka hadhihi albinti bima hafadhta min alquran alkarim, nimekuozesha huyu binti unayemwona hapa kwa kile umekihifadhi katika Qur'an. Akawa mkewe Qur'an. Kamkosa yule bwana aliyetaka, kapewa yule mtu mwenye Qur'ani kule. Ulimwengu tunaokwenda nao huko mbele, huenda Qur'ani ikawa si lolote si chochote kuliko maisha ya watu na vitu vingine. Qur'ani ikawa iko nyuma kuliko watu waliokuwa katika maisha haya. Leo katika nchi fulani wanatoka baadhi ya watu wakikichoma kitabu hichi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hawajui yaliyomo ndani ya kitabu hichi. Hawajui kwamba maisha yao na mustakbali wao mzima umo ndani ya kitabu hichi. Mpaka asimame mtu akichoma kitabu hichi Qur'an tukufu, kwa sababu kimedharauliwa
imepuzwa, na ndio maana yanakuwa kuna mabalaa na matatizo. Walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardh. Lau watu wa miji wangelikuwa wana imani vizuri, Qur'ani ikasoma vyema, basi wallahi baraka zingelikuwa mbinguni na ardhini zinawatawalia. Lakini wapi? Tumedharau na sisi tukapewa tuliopewa, tumekemea na sisi tukapata tuliyopata. Arsalna alaihim sailal arim. Waoneni ndugu zetu waliokataa yale aliyoagiza Mungu, walipokataa vitabu vya Mungu walifanywa nini? Arsalna alaihim sailal arim, tukawatumia kimbunga kikali. فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا فهل نجازي إلا الكفور. ومبدلشيوا zile neema zikawa ni nakama, yale mazuri yakawa ni mabaya, yaliyo mbali yaliyo karibu yakawekwa mbali, yaliyokuwa si gharika ikawa gharika, vichungu vitamu vikawa vichungu, alhasil kila kitu kikabadilika. Sasa maisha yale waliopewa ndugu zetu ndio maisha ambayo sasa hivi sisi tunaoishi ndani yake. Sasa Qur'an, iyyakum wal Qur'an, juu yenu na kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka sahaba wamepigwa kwa Qur'an, sahaba wamepigwa kwa sababu hii Qur'an. Namkumbuka Abdullah ibn Mas'ud aliwahi kukaa siku moja na masahaba wenzake wakiwapo ndani wanazungumza. Wallahi mundu nazala alquran alayya, kuna miongoni mwa wale masahaba anasema tokea iteremsha Qur'ani kwetu sisi, wallahi ma yutla bihi ahadun amama az-zu'ama, hakuna yeyote aliyesoma Qur'ani mbele ya hawa makureishi. Hakuna mtu aliyetoka akaenda akaisoma Qur'ani wakaisikia Qur'ani, hakuna. Abdullah ibn Mas'ud akasema ana saakunu awwalu man yatlu al-Qur'ana inda, mimi ndo nitakuwa mtu wa mwanzo mwenye kwenda kuisoma Qur'ani mbele yao. Ana saakunu awwalu man atlu al-Qur'ana inda, mimi nitaichukua nafasi hiyo. Alitoka Abdullah ibn Mas'ud akaenda mpaka kuna sehemu ya karibu na Kaaba, pale kuna shughla min turab, kishungu cha mchanga. Fawaqafa fi, akasimama pale. Fashahida qauma, akautizama ule umma uliokuwepo pale katika makafiri, mazuama kwa Quraysh, watu wako pale. Uislamu bado haukuwa wenye kuchukua nafasi sana. Akaanza kuisoma Qur'an. Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan. Wakati anaisoma hii Qur'ani kwa sauti yake ya juu, walikuja zuamau Quraishi wakampiga na wakampiga na tena wakampiga na tena mpaka katoka damu. Wa huwa yastamiru fi tilawati al-Qur'an, hiyo anampiga bado anaendelea kuisoma ile Qur'an. Aliporudi Abdullah ibn Mas'ud kwa masahaba wenzake, wakamwambia hadha ma kunna nakhafu ilayk, haya ndo tulikuwa tunayaogopea wewe utayapata. Umeona sasa Abdullah ibn Mas'ud umejitafutia matatizo mwenyewe. Sikiliza jawabu la Abdullah ibn Mas'ud. Wa in kuntum turiduna an arji'a ilayhim wa atlu al-Qur'an min bainihim sawfa af'alu dhalik, na ikiwa mnataka nirudi nikaisome Qur'ani tena nitafanya hivyo. In ghadawtu, kesho nikiamka, sa'atlu al-Qur'an maratan ukhra, nitaisoma Qur'ani kwa mara nyingine. Wakamwambia hadha yakfi ya Abdullah, hili linatosha Abdullah, basi usiende tena. Abdullah ibn Mas'ud wakati anakufa, anakuja Uthman ibn Affan anamwambia hal u'tiyak shay, nikupe kitu chochote? Uthman anamwambia Abdullah ibn Mas'ud nikupe kitu chochote? Wakati huo Uthman ni khalifa. Anamwambia la sihitaji, la ana ahtaju shay, sina lolote ninalolihitaji. Abdullah wakati anasema hivi, Uthman akashangaa, akamwambia limadha la tahtaju shay, kaifa satakuna bil banat,
kaifa satakuna banatuk, au banati zako watakuwa vipi, hali zao zitakuwaje baada mautik, baada ya kifo chako. Akamwambia Abdullah, anamwambia Uthman, ya Uthman, atakhafu ala banati, una hofu kwa mabinti zangu? Wallahi fa inni laqad atruku lahum nura ma taraka bihi Rasulullah, mimi nimeacha kwao nuru aliyoacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nuru gani? Atruku lahum alquran, mimi nimewaambia watoto wangu waisome Qurani. Ma asabahunna alfaqr, ufakiri hautowapata. Akamwambia, ya Uthman, laqad sami'tu Rasulullah yaqul, nimemsikia Mtume anasema, man qaraa suratul waqi'a, mwenye kuisoma suratul waqi'a fi kulli laylatin, katika kila usiku, faqahu Allahu hajatahu, Mwenyezi Mungu anammalizia ufakiri wake. Ufakiri wote unapotea kwa sababu ya kuisoma kwake Qur'ani. Walidhalika atruku libanati, hili ndilo nililoliacha kwa watoto wangu, wallahi halitawafika jambo la umaskini au ufukara. Kwa Muislamu, atahaddak, nakupa challenge, man qaraa suratu waqi'a fi kulli layla faqahu Allahu hajata. Ukisoma suratul waqi'a kila siku Allah anakupa unachokitaka, anakutoa katika mikono ya ufakiri. Na anasema tena Mtume, man qaraa suratu Yasin asbaha maghfuran la, mwenye kuisoma suratu Yasin kila laila, kila siku uamka hana dhambi hata moja mtu huyo. Kwa nini isisome? Na pia man qaraa suratul mulk, mwenye kuisoma suratul mulk, najja Allahu min adhabil qabr, Mungu anamwokoa kutokamana na adhabu ya makaburini. Kuna ndugu zetu tayari tumeshatanguliza hapo katika hufarul qubur, yani wako katika mashimo ya makaburi, lakini najahumullahu min adhabil qabr, Mwenyezi Mungu amewapoza, amewaokoa kutokamana na adhabu ya kaburi. Limadha? Kanu yatluna suratu al-mulk kulla layl, walikuwa wakisoma Qur'ani suratul mulk kila siku. Tusipoteze hizi khairi za Qur'ani kwa sababu ni nuru bainana. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam wa huwa ala nurin min rabbi aw man kana maitan. Aya nyingine, aw man kana maitan fa ahyaynahu faj'alna lahu nuran yamshi bihi baina an-nas. Nur Qur'an, nur Uislam, zote hizi. Na sisi tuna nuru tatu wa Islam, sisi tuna nuru tatu. Ndugu zetu waliopita kabla yetu hawakupewa nuru hizo. Sisi tuna nuru tatu, lakini bado tunaishi katika dhalal, bado tunaishi katika dhalma, la nadri aina sanakhruj, hatujui wapi tutatoka, na tunaishi katika nuru tatu. Nuru rabbuna, nuru ya Mola wetu, wa nuru nabiyuna, nuru ya mtume wetu, wa nuru alquran, na nuru ya Qur'an. Walakinna naishu tahta dhilal, tunaishi katika tahta dhilali dhalma, katika vivuli vya kiza. Limani tunakosea wapi sisi? Lakini kumbe ukitizama minura, tumeziacha nuru tukaamua kuchagua dhalal. Allahumma akhrijna min ash-shaqawati ila al-kirama wa min adh-dhulli ila al-'izz wa min as-sakhati ila ar-ridha wa min an-nari ila al-janna wa min anwari al-khayrati kulliha ومن أنواع الشرات كلها إلى أنواع الخيرات كلها يا رب العالمين. وإسلام، الآن أنتقل مع حضراتكم إلى مصائب البيت ومصائب الزوجية. لماذا تقع في بيوتنا؟ Sasa hivi twendeni moja kwa moja katika vikwazo vya ndani ya nyumba. Kwa nini kunatokea mizozano? Kwa nini baina ya mke na mume ipite kipindi hawaelewani? Kwa nini? Nimezunguka kuangalia mpaka nikaona nyuma ya hapo, na nikakuta matatizo huwa yanaanza kutengenezwa kabla ziwaji, kabla ile ndoa. Thumma tadkhulu shakawa, kisha yale matatizo yanaingia ila ziwaji, ndani ya ndoa. Sasa hebu tuzunguke nyuma kidogo tuone ni matatizo gani, na nikayabaini matatizo mawili makuu, ingawa yako mengi, lakini mawili makuu ndio niliyoyabaini. Alafu baadaye tutaingia ndani ya ndoa kama muda utaruhusu biidhnillah ta'ala.
Ama shakwatul ula, shida namba moja, tatizo namba moja linalotengeneza mizozo ya familia, su'u ikhtiyari zawjiyya. Kwanza huanza pale wakati hukujua nani wa kumchagua, au uchaguzi mbaya wa mke au mume. Ukikosea hapa, basi tayari umeshakosea katika safari yako. Man khata'a fi ikhtiyari zawja falaqad khata'a hayatiha kulliha au hayatihi kulliha. Yule akoseaye kuchagua mke nje amekosea maisha yake yote, maisha yake yameingia kapuni, hayana kheri. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitabahar sana kuambia vijana, tafuteni mahala pa kuweka mbegu zenu. Takhayyaru linutfikum fa innal araqata dassas. Hakikisheni mnatafuta mahala pa kuweka mbegu zenu, kwa sababu kishipa kinarithi. Kishipa kinarithi. Huenda ukaja ukabaini mambo katika familia yako ukajuta kwa nini ulimchagua mke wa namna ile, au kwa nini ulimchagua mume wa namna ile. Sasa su'u ikhtiyari zawjiyya hii inakuwa ni awwal khata allati nakhta. Hili ndio kosa la mwanzo tunalolikosea. Kosa hili, watu au wazee wetu hawa walikuwa wanazunguka bidiq kuhakikisha kwamba wanatafuta imra'atun salihah libanun, kwa ajili ya vijana, watoto wema, wanawake wazuri, wakiwaozesha watoto wao. Lakini leo ulimwengu umebadilika, imekuwa sasa hatafutwi mwema, anatafutwa mzuri kushinda wote. Sasa hili likitokea, unaacha tabia, unaacha nidhamu, unaacha na dini kwa sababu ya kubabaika na maumbile au sura, ndiko hapo unapokosea kutafuta yule mke. Mfalme mmoja katika zama fulani, kana lahu bintun, alikuwa ana binti yake, wakana yabhathu libnatihi zawjan yatazawwaju biha. Alizunguka kulia kushoto, anamtafutia mtoto wake mume. Amezunguka katika muluk al-ardh, amezunguka katika wuzara, amezunguka katika kila mahala kuhakikisha kwamba yabhathu libnatihi zawjan yatazawwaju biha, anatafuta mume mahsusi kwa ajili ya mtoto wake. Hakupata. Falam yajid. Basi alikuwa na kijana wake mmoja anaitwa Mubarak. Akamwita, ya Mubarak, idhhab ila bustani, nenda katika bustani langu, bil amana, kwa amana, wa kun ma'a, na tena kuwa nalo lile bustani langu, bi 6 ashhur, kwa muda wa miezi 6. Kisha baada hapo nitalijia mimi bustani langu, na niko nitaona baadhi ya vile vilivyomea wakati unashughulikia bustani langu hilo. Mubarak akatoka kwenda katika bustani lile. Fakana ma'a albustan 6 ashhur, miezi 6 yuko na bustani. Fajaa almaliku dhata yawmi, mfalme akaja mpaka katika bustani lake siku hiyo. Alipofika akamwita kijana wake, akamwambia, itini bijarban min alinab, niletee mimi kasha la zabibu. Kijana yule akachukua jarbatan min inab, akampelekea mfalme. Fa akhadha wahidan minha, katika lile kasha akachukua moja mfalme. Fata'amahu, akawa ni mwenye kuionja. Ilikuwa ni chungu, Handala, chungu kweli kweli. Akamwambia, innaha murra, hii kokwa ni chungu kweli kweli. Faatini bi ukhra, niletee lingine. Likaletwa lingine, mfalme akachukua akala, nalo pia lilikuwa ni Handala, chungu. Akamwambia, niletee tawi lingine. Kaleta lingine, mfalme kala, akaona pia ni chungu. Akamwambia, ya ghulam, atastahzi'u bi, we kijana unanifanyia mimi mzaha? Kwa nini unaniletea mimi jarabatan handalata, makasha au matawi yaliyokuwa machungu? Kwa nini? Nimekudhaminia, laqad dhamantuka an takuna ma'a bustani 6 ashhur,
miezi 6 nimekudhaminia ubaki na bustani langu, alafu leo unanilipa kwa kuniletea haya matawi yaliokuwa machungu? Kijana akamwambia, dhamantani li biduni an akli shay, umenidhaminia kweli, lakini hukuniambia nile chochote. Qulta li bil amana, uliniambia kaa kwenye bustani langu kwa amana. Fakuntu ma'ahu bil amana, nikakana bustani lako kwa amana. Wama kuntu ana akil shay, mimi sikuwa mwenye kula chochote illa ana akul min wara'i albustani hunaka imra'atun ajuza kana au kuntu ana akulu minha au kuntu ana akul minha. Anasema mimi nilikuwa nakula kupitia mama huyu, nyuma ya bustani lako kuna mama mzee anapika pale, mimi huwa nakwenda kula, lakini kwenye bustani lako sikuwa kula chochote. Mfalme akamwambia, 6 ashhur bighairi an akli shay, miezi 6 hujala kitu? Anamwambia naam. Mfalme akamwambia, ikhtar min zadin sa'utika ma tasha, chagua zawadi unaotaka nitakupa. Kijana akamwambia, ya malikun, ewe mfalme, ma ana ajidu min zadin, sikukuta chochote katika zawadi tastati'u an tu'tiyani, unaweza ukanipa. Mfalme akamwambia, la, ikhtar ma shi'ta sa'utika ma tasha, sema unataka nini nitakupa utakacho, sema kijana. Akamwambia tena, ayuhal malik, ma ajidu, mimi sikupata nini cha kunipa wewe, inatosha tu kwa mimi nimefanya ikram kwako. Akamwambia, la, bal ana ahtaju an uzawidak, mimi nataka nikupe zawadi. Akamwambia, nipe mimi pepo, naomba unilipe pepo, ajzini bil janna, kama unataka kunilipa nilipe kwa pepo. Mfalme akamwambia, la, ana la atiquha, mimi siwezi, ana la atiquha, siwezi mimi kukupa pepo. Akamwambia, wa idhan laqad qultu lak, nimekwambia kwamba annaka la tastati', huwezi. Mfalme akamwambia, saufa uzawijuka ibnati, wewe nitakuozesha binti yangu. Kijana akamwambia, la, hapana, kaifa li biha, vipi mimi nikamuoe binti yako? Almuluk tuzawijuna bilmuluk, wafalme wanaozeshana kwa wafalme wenzi wao. Wanasara tuzawijuna binnasara, waliokuwa manasara wanaozeshana kwa wanasara wenzao. Walyahudi tuzawijuna bilyahudi, mayahudi wanaozeshana kwa wayahudi wenzao. Na sisi watumwa huwa tunaozeshwa kwa watumwa wenzetu tu. Kwa hiyo vipi ukaniozeshe mimi mtoto wako, mtoto wa mfalme, princess? Haiwezekani. Akamwambia, la, ana uzawijuka biha, mimi nimekuozesha, twende kwa mtoto wangu. Akamchukua, akaitwa mtoto wa kike. Alipoitwa akaambiwa, mtizame, undhurihi, umtizame yule kijana. Binti akamtizama vizuri, alafu babake akamwambia, madha taqulu lahu, unasema nini kwa kijana huyu, anafaa kuwa ni mumeo? Mtoto wa kike akamwambia, ya abi in radaitahu falaqad radituhu, kama umemridhia mimi pia nimemridhia. Akaozeshwa huyu kijana, anaitwa Mubaraka. Huyu binti katika familia hii Waislamu amezaliwa mwanachuoni mkubwa anaitwa Abdullah ibn Mubaraka. Historia itamkumbuka Abdullah ibn Mubaraka katika tukio lake adhim, siku alipoazimia kutoka nyumbani kwake akienda zake katika ardhi ya Makka. Njiani fawajada imraa ajuza, kamkuta mama mzee, taakhudhu min fawqi al-ardi dajajatan muntana, anachukua yule mama kutoka katika ardhi kuku aliyeoza, alafu yule kuku anakimbia naye mama yule mpaka nyumbani kwake. Abdullah ibn Mubaraka kana yadhillu yamshi min waraiha hatta dakhalat almar'a fi baytiha, akawa anatembea Abdullah nyuma yake mpaka kuingia katika nyumba yake kutizama mama huyu kuku huyu anaenda kumfanya nini. Akifika anasema inda albayt, ndani ya nyumba, abnauha, wako watoto wake, yabkuna min shiddati aljui, wanalia kutokamana na njaa kali. Mama anawaambia, la tabikuna ya abinai, musilie watoto wangu, musilie, laqad ji'tu liajlikum at-ta'am, nimekuja kwa ajili yenu na chakula, tulieni watoto wangu. Watoto wale wakawa wametulia kwa kumwona mama anapika. Abdullah ibn Mubarak akamwambia, qifi, subiri kwanza, subiri.
man haulai, hawa ni nani? alladhina yabkuna indaki, wanaulia mbele yako. faqalat haulai abnai qad mata au qad mata abuhum, baba yao amekufa, kwa hiyo mimi siwezi kuwahudumia watoto wangu hawa. Abdullah ibn Mubarak alikuwa ana fedha nyingi ambazo alikuwa amekusudia kufanyia hija. Akamwambia, chukua hizi fedha zote, nunua chakula na bakia itakayobakia hakikisha unaweka nyumbani kwako kwa ajili ya maslahi ya baadaye, walishe watoto wako. Abdullah ibn Mubarak akarudi nyumbani, akavunja ibada yake ya hija. Na hii hija atakwenda kuikuta siku ya kiyama, kwa sababu Mtume anasema innamal a'malu binniya wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Kama alihama kwa sababu ya Allah, anakwenda huko kwa ajili ya Allah na mtume wake, akakutana na lililokuwapo njiani, nia hii imeandikwa Mungu, kwamba amemwandikia Mungu kwamba kafanya nia yake au kusudio lake hili kwa kuilisha familia. Abdullah ibn Mubarak babake alikuwa ni mtumwa tu ambaye anafanya kazi katika sehemu ya mashamba. Mamake alikuwa ni princess. Kwa sababu gani? Baba ameona kutoka kwa kijana yule aliyemuozesha binti yake mambo mawili, kama alivyosema Mtume, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Mkimkuta mtu amekujieni mkaridhika na dini yake, mkaridhika na tabia zake, msichelewe kumpa mke. Fa in lam takun dhalika, ikiwa halikuwa hilo, takun fi dunya fasadatan kabira, duniani kutakuja kutokea ufisadi mkubwa. Leo ndo tunauliza kwa nini mizozo ndani ya nyumba? Hii fasada aliitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam miaka mingi kabla ya kutawafu kwake. Su'un ikhtiyari, kuchagua kubaya. Anatoka siku moja baba yake, bwana mmoja anaitwa Thabit. Akitoka huyu bwana anaitwa Thabit, anazunguka anakwenda kuitafuta ilmu. Njiani akakutwa na njaa. Sasa akakuta bustani lile limeangusha tufaha lake. Faakhadha, akalichukua lile tufaha, faakalaha, halafu akalila. Alipofika katikati ya tufaha, akasema hili bustani si langu na tufaha si la kwangu, sharti mimi niende nikamtafute mwenyewe na kumuomba radhi. Akazunguka bustani zima lile, fawajada harisul bustan, akamkuta mlinzi wa bustani lile, akajua ni mwenye bustani. Faqala lahu, akamuuliza, ya hadha laqad akaltu nisfu tufaha faji'tu ilayka kay ta'fu anni, nimekula nusu ya tufaha lako na nimekuja unisamehe. Bwana anakuja kwa harisul bustan, mlinzi wa bustani, anamwambia, laqad akaltu nisfu tufahaka faji'tu ilayka kay ta'fu anni, nimekula nusu ya tufaha lako, nimekuja nataka unisamehe. Nimerealize kwamba hili bustani sio la kwangu na nimechukua kitu kisichokuwa cha kwangu. Yule bwana akamwambia, lastu ana malikul bustan bal ana harisun lahu, mimi sio mwenye kumiliki bustani hili, mimi ni mlinzi tu. Akamwambia mwenyewe anapatikana wapi, akamwelekeza mahala na kutoka bwana yule kuelekea huko atamkuta mwenyewe. Akifika anaipata nyumba aliyoelekezwa, anapiga hodi, anatoka moja bustani, anamwambia, ya hadha laqad akaltu nisfu tufahaka faji'tu ilayka kay ta'fu anni, nimekula nusu ya tufaha lako, nimekuja unisamehe. Yule bwana akamwambia, mimi siwezi kukusamehe. Akamfungia milango na kwenda zake. Kijana akasema, siwezi kuondoka ikiwa hajanisamehe huyu, lam yaghfir li rabbi, na Mungu hanisamehe mimi. Kama kunisamehe huyu kwa kuchukua kitu cha kwake bila ruhusa yake, na Allah hatonisamehe, sharti nitakaa hapa kumuomba radhi. Mpaka akatoka tena, anamkuta bwana yule yuko pale pale, anamwambia, nimekula nusu tufaha lako, nimekuja unisamehe. Akamwambia, bwana nitakusamehe, walakinna bi sharti, kwa sharti moja, na sharti lenyewe, an uzawijaka ibnati, ni kuozeshe binti yangu. Ni mbali kweli kweli hapa, kutoka kusamehewa mpaka kuozeshwa binti.
Akafikiria kijana kwa mbali, malladhi ala ibnatiha hatta yarmiha alayya, hivi binti yake ana nini, mbona ananitupia naye mimi? Akafikiria katika akili kwamba huenda mtoto wake mlemavu, kashachoka kulea, au vipi, au kibwawa. Mnakijua kibwawa? Ananitupia naye. Lakini saa kwa kuwa na utafuta msamaha wa Allah, wacha nikubali. Akaingia ndani, ikapitishwa nikah, aqdi ikapita, kijana akaozeshwa. Akaambiwa sawfa tajidu zawjataka ala hadhihi alghurfa, pale utamkuta mke wako. Kijana akainuka anakwenda, akaitwa, taal, njoo kwanza, inna zawjatak, huyo mke wako, bakma la tatakallam, bubu hasemi, samaa la tasma, kiziwi hasikii, qaidatan qasiatan, yani hatembei, mlemavu, kipofu, haoni. Huyo ndo mkeo, yuko pale, utamkuta. Kijana akasema ndo yale alilojua, vile vile kabisa. Mzee kachoka kulea mzigo huu, ameamua kunitupia nao mimi, wacha niende. Akifika pale akatoa salamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ghafla nasikia wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akashangaa, anataka kuingia, mara anakuta mlango umefunguliwa, anapokewa kwa makamama, anakumbatiwa. Akamwambia la talmusini, limadha yakdhibu alayya abuki, usiniguse. Kwa nini babako anidanganye mimi kwa kuniambia wewe kipofu, huoni, kiziwi, husikii, bubu, husemi, kiwete, alkhasili, ulemavu wa aina zote za dunia umepewa wewe mmoja. Lakini nimekuja nimetoa salamu, umeitikia, umekuja kunifuata, umekuja kwa miguu yako, vipi sasa hayo yote? Akamwambia kweli, mimi ni kipofu, sioni illa ma yarda bihi Allah, isipokuwa anayoyapenda Allah. Ni bubu, sisemi illa ma yarda bihi Allah, isipokuwa anayoyapenda Mungu. Siendi kiwete, siendi isipokuwa pale mahala anapopapenda Mungu. Kiziwi, sisikii isipokuwa kile anachokipenda Mwenyezi Mungu. Walidhalika qala haq abi, babangu amesema kweli. Kijana akasema alhamdulillah, mwanamke wa aina gani hii leo dunia inamtafuta mwanamke wa namna kama hii? Baba alichokiona kwa kijana huyu kwamba kama ameona wema kumtafuta mwenye bustani kwa kula tufaha lililoanguka kuomba radhi, kwa kuwa kujua sila kwake, huyu kijana lam yaakul min dhulma faqat, hakuwahi kula katika kitu cha dhulma maisha yake yote. Lam yaakul min dhulmati faqat, hakuwahi kula dhulma kwa chochote. Kwa sababu gani? Kula dhulma kunasababisha watoto watakaokuja wawe watoto wa haramu, kwa sababu tayari katika matumbo yako na machango yako unaingiza vitu vya dhulma. Wadhulma dhulumat yawm alqiyama. Siku moja Mtume alikuwa anasomesha watu darsa, mara kuna mpira ukaingia, akaja kijana bila kutoa salamu, kauchukua mpira ule akatoka. Mtume akasema innahu huwa binu haram, huyu mtoto alioingia ni mtoto wa haramu. Babake yuko pale pale kwenye darsa. Baba wa darsa akamfuata yule baba Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna hadha alghulam alladhi dakhala alaina huwa ibni, yule mtoto aliyeingia ni mtoto wangu. Qulta lahu huwa ibn haram, umesema kwake ni mtoto wa haramu. Mtume akamwambia naam, laqad akalta ma la hulilat lak, wewe umekula lisilokuwa la halali kwako, umekula kitu ambacho si halali kwako. Akamwambia kweli Rasulullah, nakumbuka mimi siku moja nikiwa natoka sehemu nimekula kitu cha haramu na nikamwendea mke wangu na nikapata mke wangu akabeba ujauzito, na ujauzito ni wa mtoto yule. Vitu vya haramu. Na ndio maana tunasema leo watoto wengi wamekuwa kidogo wana upungufu wa maadili, kwa sababu huenda kuna baadhi ya hizi sababu nyuma nyingi miongoni mwazo zimepita.
huenda. Lakini tukatengeneza jamii iliyokuwa bora, basi kwanza tutengeneze vile vitu tunavyokula viwe ni halali kwetu ili kuweza kufanya mazuri. Yuko mwanachuoni mkubwa alimuona jaria akipita mahala, mwanachuoni yule akampenda, akaenda mpaka katika nyumba ambayo atamkuta binti yule. Akifika ni binti ambaye ni mfanyakazi, akamuomba yule anayemtumia katika haja zake amuozeshe. Akamwambia nitakuozesha, lakini yuko kwa mkataba hapa, akimaliza mkataba wake nitakupa. Yule mwanachuoni alichokuwa anakifanya kwa binti yule, akimwambia la taakul haraman, usile vitu vya haramu, wala tamshi ila amakin haram, usiende sehemu zilizokuwa za haramu, wala tamduri haraman, wala usitizame vitu vya haramu, wala tatakallami haraman, wala usizungumze vitu vya haramu. فإني أرجو أن يخرج من بطنك غلاما يذكر الله ويلبي اسم الله. Mimi ninachotarajia katika tumbo lako atakuja kutoka kijana atayemtaja sana Mwenyezi Mungu na kuliinua jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mkataba ulipoisha, yule bwana akamuoa huyu binti, alizaliwa mwanachuoni mpya kutoka katika familia hii. Na familia ya yule bwana aliambiwa mkewe kipofu, mkewe ni bubu, mkewe ni ukiwete, kiziwi, asikii, kadha waka. Yule alizaliwa katika familia ile mwanachuoni mkubwa Abu Khanifa an-Nu'man ibn Thabit. An-Nu'man ibn Thabit al-ma'ruf Abu Khanifa ametoka kwenye familia hii. Baba ameona kutoka kwa kijana yule aliyekuja na tufaha kwa kulila kwake na kusema kwa kalila kwa bahati mbaya, kaona vitu viwili, akhlaq wa dini, tabia na dini. Kama ameogopa haramu, basi atakuwa anaogopa kuwaendea watu wa haramu. Kama ameogopa haramu, basi katika nyumba yake hatolisha isipokuwa cha haramu. Wanawake walikuwa wanamtambua Mungu walikuwa wakiwaambia waume zao, la taakulu haraman, nenda unapokwenda lakini usile haramu, fa innana nastati'u an nasbira harra ash-shams fi ad-dunya walakinna la nastati' an nasbira harra jahannam yawm al-qiyamah. Innana nastati' an nasbira ju'a fi ad-dunya, sisi tuna uwezo wa kusubiria njaa katika dunia, lakini hatuna uwezo wa kusubiria moto wa jahannam kwa Allah. Su'un ikhtiyar. Uchaguzi ukianza kupita mbaya, basi hapo matatizo mengine yatakuja. Mtume alisema tunkahul mar'a bi arba'i, mwanamke huwa anafuatwa na kuolewa kwa mambo manne. Bijamaliha, watu hutizama uzuri, wa hasabiha, nasabu yake, wa maliha, mali yake, wa diniha, na dini yake. Walakin farfad bidhati din taribat yadak, mtafute huyu mwanamke mwenye dini. Katika hao nne ukitizama sifa za, basi yule mwanamke mwenye dini mtafute huyo, ili ipate mikono yako itulie. Watu wameelewa kuwa lazima utafute mwanamke mzuri, utafute mwanamke ambaye nasabu yake ni nzuri, ana mali na dini iwepo japo kidogo, basi huyo ndo mwanamke wako. La, watu huwa wanaoa wanawake kwa sababu ni wazuri, kwa sababu ya nasabu, kwa sababu ya mali, na wengine kwa sababu ya dini. Sasa wewe uliyetafuta kwa sababu ya dini ni aula zaidi kuliko hao watu wengine. Hebu mwanamke ambaye ataolewa au mwanamke akiwa na dini tumpe nambari 1 au tumpe 1, na mwanamke ambaye atakuwa au mwanamke huyo akiwa ana dini tumpe 1, lakini akiwa ana mali tumuongezee 0, itakuwa ni mwanamke bora kuliko wanawake 10. Na ikiwa nasabu yake ni nzuri tuongeze tena 0, itakuwa ni mwanamke bora kuliko wanawake 100. Na ikiwa ana uzuri tumuongezee tena 0, itakuwa ni mwanamke bora kuliko wanawake 1000. Lakini hebu tuondoe akiwa hana dini, yatabakia kitu gani? Atakuwa nothing mwanamke huyo, atakuwa si kitu. Sasa kitu kizuri ni kuchagua mahala ambapo dini ipo, ili baadaye ukute yule mama anayewaamsha watoto wake, ya abinai, enyi watoto wangu, qumu hayya ila salah, simameni mukimbie kwenye sala, fa inni la ahtaju an anqusa minkum ahadan fil janna, sitaki kumkosa yeyote katika nyinyi peponi.
Wazee wetu walidumu na hichi kilma mpaka leo vinarudi katika masikio yetu, wakituhimiza kasali kasali kasali, fanya fanya fanya, kwa sababu anataka asikukose huko katika safari ya akhira. Sasa utafute mwanamke wa namna hii, sio waache bakemu, waache watasali wakiamka saa 1. Hapana, unawafanya watoto hao wakuwe kinafiki, kwa sababu Mtume anasema athqalu salat ala almunafiqin salatu alfajr wa salatu alisha. Wanafiq sala zao nzito, hawaziwezi salatu alisha na salatu alfajr. Hayya ala salat, wakisikia asubuhi as-salatu khairun minan nawm, wao wanasema shuka bora kuliko sala. Au wanageuza kilma an-nawmu khairun min as-salah, kulala ni bora zaidi kuliko hata hiyo sala. Na wala hutokuja kupata wale vijana ambao wanachati whole night, wakisikia ile adhana ya kwanza, adhana yo tulale, simu inaikuwa pembeni, ndio watu wanalala. Unakwenda unamwamsha, anakuambia baba niache kwanza, ndio hanza na upata ule usingizi. Watakuwa ni watu mudimu fi din, wenye kudumu katika dini, nao ndio tunawatarajia. Lakini